Tuendelee katika sehemu ya 6 ya simulizi yetu hii ya My Valentine, lakini kabla ya kusonga mbele kabisa, nikukumbushe kidogo pale tulipoishia jana katika sehemu ya 5. Tulipoishia ni pale tulimuona binti Lauren akiwa kwenye ufukwe wa bahari akiwa na mawazo mengi sana, ambapo mwisho wa siku tulimuona akiwaza kwamba mara nyingi wakati anazunguka mitaani kuuza samaki alikutana na wanaume wengi sana waliomtongoza na kumtaka kimapenzi, lakini mtoto wa kike hakuwa tayari kabisa kuwa na mahusiano na mwanaume mwingine. Akili na moyo wake ulikuwa kwa mwanaume mmoja tu ambaye ni Owen. Ni dhahiri shahiri Lauren hakuwa tena malaya wala kahaba. Tayari alishautoa sadaka mwili wake kwa mwanaume mmoja tu ambaye ni Mr. Owen. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya 5. Basi nikukaribishe tu tuweze kusonga mbele katika sehemu ya siku ya leo ambayo ni sehemu ya 6. Mimi naitwa Trish. Hii ni Light Simulizi na mwandishi wa kitabu hiki ni Mr. Henry de Souza, ama unaweza kumuita Silent Killer, mwamba kweli kweli. Karibu sana msikilizaji, tukaweze kujua nini kipo ndani ya hii simulizi. Karibu sana. Hiyo ilikuwa ni kumbukumbu fupi ya Lauren alipokuwa kule baharini anatizama mawimbi ya bahari. Wakati yupo pale baharini, Lauren alikumbuka kwamba siku inayofuata ndio ilikuwa siku ambayo aliombwa na Owen afike ndani ya ukumbi ili kufanyika harusi ya Robson. Lauren aliwaza sana kuhusu lile swala. Alijaribu kuweka kwenye mzani vile vitisho vya wazazi wa Owen dhidi ya penzi lake na Owen. Wakati anaendelea kuwaza, ghafla alitokea mwanaume mmoja nyuma yake. Sister, mzigo wako upo tayari, ila leo utaniongezea pesa kidogo, maana nimekuwekea samaki wakubwa sana tofauti na siku zote. Hiyo ilikuwa ni sauti ya yule mwanaume aliyotokea nyuma ya Lauren. Mwanaume huyo alikuwa mvuvi na siku zote ndo alikuwa anamuuzia Lauren samaki. Lauren aliwakagua wale samaki kisha akalipia pesa kama ilivyokuwa desturi yao. Baada ya kulipia, alianza safari ya kurudi mtaani ili akawauze wale samaki. Siku nzima Lauren alikuwa anaiwaza kesho tu na sio kitu kingine. Bado hakuwa na maamuzi sahihi kwamba aende au asiende kule ukumbini. Muhenga alosemaga usiku wa deni haukawi kukucha, wala haukosea kabisa. Watu walilala kidogo tu, ile kuja kushtuka ni Februari 14 hii hapa. Hatimaye ile siku ilikuwa inasubiriwa iliwadia bwana. Sherehe iliandaliwa kama ilivyokuwa imepangwa. Mapema tu kuanzia majira saa 10 jioni, wahusika tayari walishajaa ukumbini. Wafanyakazi wote wa kwenye ile kampuni ya Mr. J. Calvin akiwemo Diana walikuwa wameshawasili tayari, lakini pia familia nzima ya Mr. James iliruhusiwa kuingia ndani ya ukumbi. Kwa kuwa kijana wao Owen alikuwa anasherehekea siku yake kuzaliwa, na pia alikuwa na surprise kwa wazazi wake pamoja na ndugu, jamaa na marafiki. Surprise hiyo ilikuwa ni kumtambulisha na kumvisha pete mchumba wake. Hata Robson pia alikuwepo ndani ya ukumbi wa sherehe kuona jambo la mdogo wake. Ukiachana na Owen, kuna mfanyakazi mwingine pia alikuwa anataraji kumvisha pete mchumba wake. Hivyo familia yake pia ilikuwepo ndani ya ukumbi. Juliet pia alihudhuria ile sherehe, huku akiwa na asilimia kadhaa za kuamini pengine yeye ndo angevishwa pete na Owen. Hata wazazi wa Owen walitega macho na masikio yao kusikia Owen akilitaja jina la Juliet. Ukumbi ulipendezeshwa kwa rangi nyekundu kwa kuwa hiyo ndio ilikuwa rangi maalumu kwa ajili ya wapendanao. Kwa hakika siku hiyo watu walivaa na kupendeza kweli kweli. Wenye kapo zao walivaa nguo za kufanana ili mradi tu kudhihirisha upendo wao. Pengine naweza kukiri kwamba Owen ndio binadamu ambaye alikuwa smart na kupendeza zaidi kuliko watu wote ndani ya ukumbi. Hakuna nguo iliwahi kukataa kwenye mwili wa Owen. Muonekano wa Owen uliwafanya wanadada wengi kutamani kupata japo mtoto kutoka kwa Mr. Handsome. Hata Diana alijikutana na juta kwa nini aliachana na Owen na kuwa na Robson.
Kuna muda alikuwa haamini kabisa kama ilikuwa ni akili yake kumwacha Owen na kwenda kwa Robson. Owen alikuwa kijana mtanashati, alafu ni bonge moja la handsome. Tukio la kwanza kufanyika lilikuwa ni tukio la birthday party, ambapo Owen alikata keki na familia yake pamoja na marafiki zake. Siku hiyo Owen alijikusanyia zawadi kedekede, na zawadi kubwa zaidi ilikuwa ni gari jipya na la kisasa kabisa kutoka kwa mrembo Juliet. Zawadi ya Juliet iliwafanya watu wote pale ukumbini kukuna vichwa na kuamini kabisa Juliet ndo mpenzi wa Owen. Ile zawadi hata Owen mwenyewe ilimshtua kuliko kawaida. Alishauelewa vizuri moyo wa Juliet juu yake. Mtaalamu aliamini kabisa kwamba Juliet alikuwa kichaa na mwenda wazimu kwa ajili yake. Lakini sasa bado moyo wa Owen ulikuwa kwa Lauren, ambaye mpaka kufikia muda huo hakuonekana kabisa pale ukumbini. Baada ya watu kumaliza kumpa Owen zawadi, sasa ilikuwa zamu ya Owen kutoa zawadi iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu. Owen alikabidhiwa maiki ili amuite jukwaani kipenzi chake kwa ajili ya kumvisha pete ya uchumba. Hapo sasa ukumbi wote ulikuwa kimya kusikia na kumwona mwanamke mwenye bahati zake. Owen aliangaza macho ukumbi mzima, lakini hakufanikiwa kabisa kumwona mwanamke aliyekuwa anampenda. Alitupa macho kwenye mlango mkuu wa ukumbi kutizama huenda angemuona Lauren wake akiingia, lakini wapi, hakumuona kabisa Lauren. Alichokifanya ni kufumba macho kwa imani na kuanza kumwomba Mungu wake atende muujiza ili amlete mwanamke anayempenda kutoka moyoni. Akiwa anaendelea kusali huku akiwa amefumba macho, ghafla ilisikika sauti ikimuita Owen. Ilikuwa sauti ya kike iliyoita jina lake. Kwa hakika sauti ile ilimshtua sana Owen, kwani alijua vyema kuliko sauti ya mtu yote yule. Ilikuwa ni sauti ya mwanamke anayempenda na kumthamini kuliko hata maisha yake. Owen alihisi labda zilikuwa fikra zake tu na mawenge yake. Mtaalamu hakufumbua macho mpaka aliposikia kiito kwa mara ya pili na sauti ile ile. Hapo sasa akafumbua macho na kutizama kule mlangoni ilipokuwa inatokea sauti ile. Aise, mwamba hakuamini macho yake. Alihisi pengine alikuwa ndotoni, lakini haikuwa kama alivyohisi. Ni kweli kabisa, Lauren ndo alikuwa mbele yake na alishaanza kupiga hatua kumfuata kule jukwaani. Mr. James na mkewe hawakuamini macho yao kumuona Lauren pale ukumbini. Walitegemea kwamba muda ule angekuwa jijini Mwanza, na kwa kuwa walishamsafirisha hapo sasa wakajua sherehe inakwenda kuingia mchanga. Walichokifanya ni kutoa amri kwa walinzi wamtoe nje Lauren, kwa kuwa ile sherehe ilikuwa haimuhusu kabisa. Walinzi walimsogelea Lauren na kutaka kumzuia ili asimfuate Owen kule jukwaani, lakini Owen akawaambia wasimguse kabisa huyo binti. Ilibidi walinzi watie amri ya Owen kwa kuwa kwa wakati ule ndo alikuwa mwenye jambo lake pale ukumbini. Lauren alizidi kupiga hatua kumfuata Owen huku akitoka na machozi kama mtoto. Hata Owen alishindwa kabisa kuzuia machozi ya furaha estirilike mashavuni mwake. Hakuamini kabisa kama Lauren angefika pale ukumbini tena kwa wakati mwafaka kabisa. Asante Mungu, asante. Kwa hakika nimeuona utukufu wako Baba. Nilikuamini nawe umeipokea imani yangu. Baba, huyo ndo mwanamke ninayempenda mimi. Naomba umlinde na kumtunza mwanamke huyo kwa ajili yangu mimi. Owen alijisemea peke yake maneno hayo huku akijiandaa kumpokea Lauren na kumkumbatia. Baada ya kufika jukwaani, Owen alimkumbatia kwa nguvu Lauren huku akiendelea kutoka na machozi ya furaha kwenye mboni za macho yake. Lauren, ulikuwa wapi wewe? Eti mamangu, ulikuwa wapi siku zote hizo? Hivi unajua ni jinsi gani nilivyokumisi wewe? Kiukweli kabisa mimi hapa. Mimi nilikumisi sana wewe. Mimi hapa nilihangaika sana kukutafuta wewe kipenzi changu. Mimi hapa nimekusubiri sana wewe. Owen alizungumza maneno hayo kwa hisia kali za mapenzi huku akiendelea kutoka na machozi. Mai wangu, pengine labda mimi hapa nimeshachelewa kuja hapa. Lauren alimuuliza swali Owen
kwa madeko, huku akitaka kujua kama tayari Owen alishamtambulisha mwanamke mwingine kuwa ndo mpenzi wake. Hapana, hujachelewa bado. Wewe hapo, wewe bado hujachelewa mama. Umekuja muda sahihi kabisa mpenzi wangu. Pengine labda wewe hapo. Naweza kukuuliza swali mbele ya hawa watu wanaotutizama? Owen alimuuliza Lauren kwa staili fulani ya kubembeleza. Ndiyo baba, unaweza kuniuliza, nipo tayari kukujibu mbele ya umati wa watu wanaotutizama. Lauren alimjibu Owen kwa unyenyekevu hali ya juu. Baada ya Lauren kujibu hivyo, Owen aliingiza mkono mfukoni na kutoa kiboksi kidogo chenye pete. Pale pale mwanaume alipiga goti moja chini, kisha akamtizama Lauren na kusema, Lauren, by any chance will you marry me? Owen alimuuliza Lauren swali hilo akiomba kumchumbia na ikibidi amuoe. Swali hilo litingisha ubongo wa watu wote pale ukumbini. Kila mtu alihisi labda Owen alikuwa anaigiza movie. Swali la Owen lilimfanya Lauren ashindwe kuzuia machozi yake kwenye mboni za macho yake. Kwa hakika alimwona Owen kama malaika aliyetumwa kwa ajili ya kumheshimisha na kumpa thamani kwenye dunia hii yenye watu waliomvua thamani yake. Aseme nini Lauren zaidi ya kumkubalia Owen ombi lake? Hiyo nguvu ya kumkataa mwanaume wa ndoto ya kila mwanamke angeitoa wapi? Angepata wapi ujasiri wa kumkataa mwanaume aliyewakataa maelfu kwa mamia ya wanawake wenye elimu na pesa zao na kumchagua yeye mbombombo, kahaba na muuza samaki mtaani? Lauren alifumba macho tu akamshukuru Mungu, kisha akamtizama Owen na kusema, yes, I will marry you Owen. Nipo tayari kuolewa na wewe Owen. Lauren alijibu, kisha akanyoosha mkono wake na kuvishwa pete na Owen kwenye kidole cha uchumba. Ni Catherine na Sharon tu ndo walipiga makofi ukumbi mzima. Wengine wote walibaki midomo wazi, huku wakiwa hawaamini kile kilichokuwa kinaendelea. Kila mtu alikuwa haamini kama Owen aliamua kumchumbia yule mwanamke kahaba na mwenye hadhi ndogo ya maisha. Baada ya kumvisha pete Lauren, Owen alikamata mkono wa mtoto wa kike kisha akaubusu. Baada hapo aliinuka kisha akakamata maiki na kuongea, wazazi wangu, ndugu zangu, jamaa zangu, marafiki zangu na bila kuwasahau maadui zangu, naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru na kuwakumbusha kwamba hapa hatupo location kwa ajili ya kushuti. Kwa hiyo hiki kinachoendelea hapa mbele yenu sio movie wala sinema. Hapa tupo kwenye ukumbi wa sherehe. Tunaadhimisha siku ya wapendanao duniani, yani Valentine Day. Kwa hiyo basi, huyu mwanamke mnayemwona mbele yenu anaitwa Lauren. Huyu ndo mwanamke mliokuwa mnamsubiria niwatambulishe. Huyu ndo mwanamke ninayempenda kutoka moyoni. She is my Valentine. Maneno ya Owen yaliharibu na kumaliza kabisa sherehe kabla ya muda uliopangwa. Taratibu kabisa watu walianza kutoka ndani ya ukumbi, huku wa kwanza akiwa Mr. James na mkewe. Yule mfanyakazi ambaye naye alitaka kumvisha pete mchumba wake hakufanikiwa katika jambo lake, maana tayari watu walishaondoka ukumbini. Ile fumba macho na kufumbua pale ukumbini, walibaki watu watano tu ambao ni Owen, Lauren, Catherine, Sharon na Juliet. Juliet alikuwa amekosa hata nguvu ya kutoka mle ndani, maana tayari alishapigwa KO. Sharon na Catherine walipiga hatua kwenda kule jukwani. Walipokuwa wenye Valentine yao, yani Owen na Lauren, walipofika tu walimkumbatia Lauren kwa upendo wa hali ya juu sana. Kikweli kabisa walikuwa wanampenda Lauren na walifurahi sana kuona amevishwa pete ya uchumba na kaka yao. Wao walishamridhia na kumpitisha moja kwa moja kwa wifi yao. Wakati Lauren amekumbatiana na mawifi zake, yani Catherine na Sharon, Owen alibaki tu akitizamana na Juliet. Juliet alikuwa amekaa kwenye kiti huku akilia baada ya kushuhudia mwanaume aliyekuwa anampenda amemvisha pete ya uchumba mwanamke mwingine. Owen alipiga hatua kumfuata Juliet kule alipokuwa amekaa.
Alipomfikia, alimshika bega kwa staili fulani ya kumfariji, kisha akasema, Juliet, naomba unisamehe sana my dear. Nisamehe sana kwa kushindwa kuzipokea hisia zako. Nimeshindwa kuzipokea hisia zako. Sio kwa sababu hauna uzuri au sifa za kunipendeza. La hasha, ni kwa sababu tu ulichelewa kuja kwenye maisha yangu. Wakati ulipoanza kunipenda, nilikuwa tayari nina Lauren moyoni mwangu. Naomba unisamehe kwa hilo, Juliet, na pia bado nakuhitaji upande wangu. Nakuhitaji kama rafiki na natumaini utakuwa rafiki mwema kwangu. Naomba tu uvute subra, Mungu atakuletea mwanaume mwenye sifa kama zangu na pengine atakuwa bora kuliko hata mimi. Wewe ni mwanamke mwenye uzuri na sifa zinazomvutia kila mwanaume. Keep in hope because God is there for you. Owen alizungumza maneno hayo kumfariji Juliet aliyekuwa anatokwa na machozi. Owen, naomba ile funguo ya gari. Juliet alizungumza kauli hiyo kinyonge, akitaka arudishiwe ile funguo ya gari alompatia Owen kama zawadi ya birthday. Jamani, kabla hatujaendelea, kwani zawadi ukimpa mtu asipotimiza lengo lake unamnyang'anya? Nachoka mimi. Yaani asipotimiza lile lengo ambalo ulikuwa umelikusudia unamnyang'anya zawadi? Nachoka mimi dada yenu. Okay. Basi Owen hakupata tabu kumrudisha Juliet ule ufunguo, kwani hata yeye alipanga kurudisha. Hakutaka kabisa kuchukua ile zawadi kwa sababu mtoaji alitoa huku akitarajia malipo ambayo yalikuwa nje ya uwezo wake. Owen alifurahi sana kuirudisha ile funguo mikononi mwa Juliet ili kujiweka huru zaidi. Baada ya kurudishiwa funguo wake, Juliet aliondoka pale ukumbini na kuacha Owen, Lauren, Catherine na Sharon. Ni kama vile Owen bado alikuwa haamini kama Lauren alikuwa mbele yake. Alimkumbatia na kumbusu mara nyingi zaidi, huku akimwambia awe na roho ya kijasiri kuanzia muda ule, kwani maadui zao ni wengi sana. Kuendelea kuwa dhaifu ni kutengeneza mpasuko ndani ya penzi lao. Catherine na Sharon, asanteni sana ndugu zangu kwa upande wangu siku zote. Nawashukuru sana kwa kuonesha upendo kwa wifi yenu Lauren tangu siku ya kwanza alipoingia ndani ya nyumba yetu. Nyie ni waelewa sana ndugu zangu. Ndio maana nilipowasimulia mkasa wa maisha halisi aliyopitia Lauren, mliguswa na kunisisitiza nimtafute na nimuoe kabisa. Nashukuru sana dada zangu kwa ushirikiano wenu. Japo nyinyi ni wadogo, lakini najivunia sana uwepo wenu. Kila sehemu najiona siko peke yangu. Ila kuna kitu kimoja cha mwisho nataka kuambia muda huu, maana inawezekana tusipate tena nafasi ya kukaa pamoja na kuzungumza. Kitu gani hiko kaka? Na kwa nini tusipate tena muda wa kuzungumza? Catherine alimuuliza Owen. Ni hivi ndugu zangu, haijalishi ni kitu gani kitatokea nyumbani, lakini naomba mtambue kwa mimi ni kaka yenu na ninawapenda sana sana. Na kama siku moja sitakuwa karibu na nyie, basi endeleeni kuishi kwenye misingi ya kumpendeza Mungu, kuwatii wazazi na kuwa na hekima kwa kila mtu. Siku zote nilikuwa nawaambia pesa sio kitu mbele ya utu. Watu ndio mtaji ndugu zangu. Kamwe msidharau watu kisa mmewazidi kipato. Naomba sana endeleeni kuishi kwenye misingi hiyo hiyo hata kama nisipokuwepo. Owen aliongea kauli hiyo akiwaasa ndugu zake. Lakini kaka, mbona unaongea hivyo? Kwani unataka kutuacha na kwenda mbali na sisi? Sharon alimuuliza kaka yake. Sharon, tukifika nyumbani mtaelewa vizuri kitu ninachomaanisha. Kwanza ngoja nikuulize mdogo wangu, unakumbuka ile slogan? Yaani kauli mbiu yetu? Ndio kaka, naikumbuka. Hebu nikumbushe na mimi. Ni for hard. Safi sana. Niambie kirefu chake sasa. Ni focus, hard working and discipline. Ikiwa na maana gani? Zingatia ufanyacho, chapa kazi kwa bidii na kuwa na nidhamu. Safi sana mdogo wangu. Mfocus kwenye mambo yenu, sio ya wazazi au watu wengine. Fanyeni kazi zenu kwa bidii huko shuleni ili mpate mali zenu, na mwisho kabisa muwe na mwisho kabisa ulio mwema. Heshimu watu wote bila kuzingatia umri
na hadhi zao za maisha. Sawa? Sawa kaka, tumekuelewa na tunakuahidi siku zote tutaishi kwenye misingi hiyo na kufuata nyayo zako kaka. Mnaniahidi? Ya, tunakuahidi kaka. Okay, basi tuende nyumbani. Owen alimaliza kwa kuzungumza maneno hayo kisha wakatoka ndani ya ukumbi. Walipotoka ndani ya ukumbi walikwenda moja kwa moja alikopaki gari kisha akapanda na kuanza safari ya kurudi nyumbani kwao. Baada ya mwendo wa dakika kadhaa walifika nyumbani na huko sasa ndio kulikuwa na kizaazaa kisichoelezeka. Picha linaanza walipoingia tu ndani ya nyumba pale sebuleni walokuta wazazi wao, Robson pamoja na mke wa Robson, yani Diana, wakiwa kwenye kikao cha dharura kilichokuwa kinamjadili Owen. Vile vile kwa pembeni kulikuwa na begi la nguo la Owen pamoja na vitu vyake vingine. Owen alishajuaga nini kitakwenda kutokea, hivyo haikumshtua kabisa. Ni Catherine na Sharon tu ndio walishtuka kuona vile wazee walionekana kuwa na hasira ambazo hazikuelezeka kwa maneno juu ya Owen na Lauren. Kwanza kabisa Catherine na Sharon walianza kukaa kwenye viti na pindi tu Owen na Lauren walipotaka kuketi walizuiliwa kukaa kwenye viti na kuambiwa kwamba hawakuwa na haki ya kukalia vile viti vile nyumba. Owen na Lauren walisimama na hapo ndipo Mr. James alipoanza kutema nyongo kwa Owen. Owen, ongea na mama yako muda huu. Mwambie akutajie jina la baba yako halisi ili ukamtafute huko mtaani na umpeleke huyo kahaba uliyemchagua. Kuanzia leo mimi si baba yako Owen. I'm no longer your father kid. Ninachojua mimi, wajibu wa mtoto kwa mzazi ni kusikiliza na kutii yale anayoambiwa na mzazi wake. Wewe umeshindwa kunisikiliza mimi, kwa maana ya kwamba kuna baba yako mwingine unayemsikiliza. Naomba uondoke nyumbani kwangu, siwezi kukubaliana na aibu na fedheha ulionipa mbele ya watu. Mr. James alizungumza kauli hiyo kwa hasira mno. Owen, nenda kwenye hospitali ya taifa ya Muhimbili ukaambia wakunga wa kuonesha mamako halisi. Kwa aibu ulotuletea kwenye familia yetu, naomba tu niseme kuanzia muda huu sina radhi na wewe, siwezi kumpokea mkwe kahaba ndani ya nyumba yangu. Mama Owen naye aliongea kauli hiyo kisha akainuka na kupiga hatua kumfuata Owen na Lauren pale walipokuwa wamesimama. Alipowafikia tu alivuta mkono kisha akampiga kibao Owen. Owen hakutaka kukwepa wala kumzuia mama yake kumpiga. Mama alimtandika Owen kofi lingine. Owen aliganda vile vile bila kutingishika. Alimruhusu mama yake ampige, pengine angepoza machungu alikuwa nayo. Baada ya kumtandika Owen, mama alimsogelea Lauren kwa hasira. Alivuta mkono ili atandike kofi, lakini Owen akadaka mkono wa mama yake. Mama, huyu mwanamke hana hatia yote katika hili. Mimi ndo mwenye hatia. Naomba unipige mimi. Nipige tu mimi, lakini huyu mwanamke hana kosa lolote kwenu. Makosa ni ya kwangu mimi na nimekubali kupokea adhabu yoyote kutoka kwenu. Owen alizungumza kauli hiyo kisha akaushusha chini mkono wa mama yake. Mama alimtazama Lauren kwa hasira na uchungu kisha akamwambia, binti, na kuchukia mno wewe kahaba, uliamua kuleta aibu na mpasuko ndani ya familia yangu. Naona kabisa umetumwa kuja kuharibu maisha ya kijana wangu na kumpa maradhi tu. Tangu lini kahaba akawa mkweli kwenye mahusiano? Tangu lini kahaba akaolewa na mtu mwenye akili zake timamu? Kiukweli kabisa na kuchukia mpaka siku nitakayoingia kaburini. Mama Owen alizungumza maneno hayo kwa hasira na jaziba kubwa sana. Mama, lakini kwa sasa mimi sio kahaba. Ni kweli kabisa hapo awali nilikuwa mwanamke anayejiuza kwenye danguro. Huo ndo ulikuwa uhalisia wa maisha yangu mimi. Ni changamoto tu za maisha ndo zilinifanya niwe katika kazi ile. Lakini kwa sasa nimebadilika mimi. Mimi sio tena yule mwanamke anayejiuza kwa kila mwanaume. Kwa sasa mwanaume wangu mimi kwenye hii dunia ni Owen tu mama. Ikiwa mnaamini kwamba mpaka sasa bado najiuza, basi tambueni ni Owen tu ndo mwenye dau la kuweza kuninunua mimi. Kiukweli kabisa mimi hapa nampenda sana mwanao. Nampenda sana na nakuahidi tu mama mkwe, nitakuwa mke bora kwa mwanao.
naomba mtupatie baraka zenu wazazi ili tuweze kuoana. Lauren alizungumza kauli hiyo huku akitoka na machozi. Shenzi kabisa wewe. Yaani mimi niwapatie baraka nyinyi kuoana? Hilo halitokuja kutokea kamwe. Yaani mimi nitoe idhini ya baraka kwa mtoto niliyembeba tumboni mwangu miezi 9 amuoe kahaba? Tena naomba unyamaze tu binti. Usizungumze chochote. Tangu lini kahaba akawa mke bora? Labda ni bora kwa wahuni wenzake. Wewe unataka kusambaza kirusi cha ukimwi kwenye familia yangu, sio bure. Muda wote Owen alikuwa kimya tu, akitunga sheria zake kichwani. Bwana mdogo, mimi kama kaka yako nakusihi tu uombe msamaha kwa wazazi, kisha achana na huyo mwanamke. Huyo mwanamke hakufai na hawezi kuwa bora kwako. Ogopa sana wanawake wa kuokota kwenye madanguro, kumbi za starehe na vigodoro. Kwanza kabisa wanaanza kukupa maradhi, na pili wanakupenda kwa kufuata pesa zako. Wewe msomi, nilitegemea ungepata mke huko chuoni ulipokuwa unasoma au kazini unapofanyia kazi. Hebu achana na wahuni hao. Hawanaga mapenzi ya kweli. Tafuta msomi mwenzako na mwenye pesa ili upate ndoa bora. Robson alizungumza maneno hayo na kumgusa pabaya Owen. Ile kauli ilikuwa kama mkuki moyoni mwa Owen. Maana kama mwanamke mwenye pesa na msomi alishampataga alipokuwa chuoni, ila mwisho wa siku akasaliti penzi kisa maslahi binafsi. Kauli ya Robson ilifanya macho ya Owen na Diana kukutana katikati. Maana ni kama iliwagusa. Brother Robbie, wakati unaninyoshia kidole mimi kuhusu Lauren, naona kuna vidole vitatu vinakutizama wewe. Inawezekana ni kweli wanawake wa kuokota mitaani hawana upendo wa dhati na wana sifa ya usaliti. Lakini je, hao wasomi mnaowaoa wana upendo wa dhati? Je, mnafahamu historia zao za mahusiano ya nyuma? Brother, mimi sitaki kuzungumza sana, ila ipo siku utaelewa tu. Utaelewa kwamba pesa na elimu sio nembo ya mke ama mume bora. Owen alimwambia Robson maneno hayo yenye fumbo ndani yake. Owen, begi lako la nguo pamoja na vitu vyako ndio vile pale vinakusubiri. Kuanzia leo hii hautambuliki kabisa kwenye hii familia. Kila kilichopo mikononi mwako kilichonunuliwa kwa pesa zangu, naomba ukiache hapa. Acha mezani funguo ya gari, nenda ukaanza kugombania daladala huko barabarani. Pesa ulizonikopesha juzi sikulipi, na kuanzia muda huu hautakuwa na ruhusa ya kutoa pesa kwenye akaunti ya familia. Ni rasmi sasa, jina lako nalifuta kwenye kitabu cha urithi wa mali zangu. Huyo mwanamke ndo baba yako na yeye ndo mama yako. Kwa hiyo nenda ukaishi naye huko mtaani. Mr. James aliamua kumaliza maneno kwa mwanae Owen. Baba, useme hivyo tafadhali. Kaka Owen ni mwanao na sisi bado tunamtambua kama kaka yetu. Catherine alizungumza maneno hayo huku akilia. Catherine, ukithubutu kuzungumza tena upumbavu wako, nitakunyoosha sasa hivi. Naomba ukae kimya kama hujasikia kitu. Au na wewe ukitaka ondoka tu. Siwezi kukaa na watoto wapumbavu na washenzi. Catherine alitaka kuzungumza tena Owen akamzuia asiendelee kuongea. Catherine alitulia kwa kuwa alikuwa anamuelewa sana Owen kuliko mtu yote yule. Owen hakuona sababu ya kuendelea kujielezea tena kwa wazazi wake juu ya Lauren. Alishajua siku zote binadamu wanapenda kusikia kile ambacho wanakitaka kukisikia na sio kile unachotaka kuambia. Alichokifanya ni kukubaliana na kile walichokuwa wanakitaka wao muda ule. Aliwatizama ndugu zake Catherine na Sharon, akamtizama kaka yake Robson, kisha akawatizama wazazi wake na kusema, wazazi wangu, nimekuwa na huzuni kubwa sana kutamka maneno haya, lakini sina budi tu kuyatamka. Naomba niseme tu asanteni sana kwa kunizaa na kunilea mpaka hapa nilipofikia. Nashukuru sasa nimekuwa na hatimaye leo naondoka nyumbani na kwenda kuanza rasmi maisha yangu binafsi. Naondoka muda huu, lakini si bebi fikra kwamba nimefukuzwa. Wazazi wangu, nimekuwa na huzuni kubwa sana kutamka maneno haya.
lakini sina budi kuyatamka. Naomba niseme tu asanteni sana kwa kunizaa na kunilea mpaka nilipofikia. Nashukuru sasa nimekuwa na hatimaye leo naondoka nyumbani na kwenda kuanza rasmi maisha yangu binafsi. Naondoka muda huu, lakini sibebi fikra kwamba nimefukuzwa, bali nabeba fikra za kwamba mmeniruhusu kwenda kutengeneza maisha yangu, kwa kuwa umri pia unaruhusu. Kila nitakapokuwa na sandi, basi nitaendelea kuwaombea dua kwa Mungu ili aendelee kuwatunza na kuwapa maisha marefu zaidi wazazi wangu. Haijalishi nini kimetokea, lakini mimi na mke wangu mtarajiwa Lauren bado tunawapenda na tutaendelea kuwapenda. Mama, nadhani unajua ni jinsi gani mwanao ninapokupenda mamangu. Huko ninapokwenda nitaendelea kukumbuka sana mamangu. Nitatamani japo kukuona tu, lakini ndo hivyo, haitowezekana. Catherine na Sharon, nawapenda sana ndugu zangu. Naomba siku zote mwishi kwenye ile formula ya Fahad. Brother Robbie, nawapenda sana wewe na shemeji yangu Diana. Ishini mkimpendeza Mungu ili ndoa yenu iwe imara na bora siku zote. Kama familia, naomba tumnisamehe kwa kufanya chaguzi ambalo hamjalipenda. Imenilazimu kuchagua kuishi na mwanamke ninayempenda mimi na sio mnayemtaka nyie, kwa sababu waoaji sio nyie bali ni mimi. Naelewa mwanamke wangu hampendi, ila nina imani kwamba ipo siku mtampenda tu. Nitaendelea kusubiri kwa sababu muda ndo hakimu sahihi wa maisha yetu wanadamu. Owen alizungumza maneno hayo kwa hisia kali sana, huku akitoka na machozi kwenye mboni zake. Kwa hakika maneno ya Owen yalikuwa mazito kwa kila mtu. Aliyepata kuyasikia ni Mr. James na Robson tu ndo hawakudondosha machozi pale ndani. Catherine, Sharon, Diana, Lauren na hata mama Owen walijikuta wanatoka na machozi mpaka kuumwa na tumbo la uzazi. Mama alijua ni ukweli usiopingika kwamba alikuwa anapendwa sana na mwanae Owen, pengine kuliko hata watoto wote. Kama unapojua mapenzi ya mtoto wa kiume kwa mama yake anapokuwa. Baada ya kuzungumza maneno yale, Owen alitoa ufunguo wa gari kisha akaweka mezani. Akasogelea wazazi wake kwenye sofa alipokuwa amekaa, kisha akachuchumaa na kuwashika miguu ikiwa ni ishara ya kuchukua baraka zao. Baada ya kufanya hivyo, alilifuata begi lake la matairi, akaanza kulikokota, kisha akamkamata Lauren mkono na kuondoka zao. Wote walibaki wanawasindikiza kwa macho wapenda nao wenye Valentine Day yao. Hatimaye Owen alihama rasmi kwa wazazi wake na kwenda kuanza maisha yake na mwanamke ampendaye. Aliondoka yeye tu na nguo zake na hakuchukua kitu chochote kile kwa wazazi wake. Alinyang'anywa mpaka gari alilokuwa anaitumia kwenda kazini na kwenye matembezi yake. Na kwa bahati mbaya alikuwa na kiasi kidogo sana cha pesa, kwani siku 2 zilizopita alimkopesha baba yake kiasi fulani cha pesa. Ndio kile alichoambiwa kwamba halipwi. Lengo la Mr. James lilikuwa kuona Owen anakwenda kufeli kimaisha kule aendako, ili ajutie kwa kitendo alichokifanya cha kuwapinga wazazi wake. Wazazi walitamani kuona siku moja Owen anarudi na kuomba msamaha baada ya maisha kumpiga vile hivyo. Waliamini kabisa jambo hilo ni lazima lingetokea tu, kwa kuwa Lauren asingeweza kumsaidia lolote. Licha ya kwamba Owen alikuwa na kiasi kidogo cha pesa, lakini hakuwa na wasiwasi, kwani bado alikuwa na uhakika kila mwisho wa mwezi angepokea mshahara kule kazini. Baada ya Owen na Lauren kuondoka kule kwa wazazi, walikwenda moja kwa moja kwenye chumba alichokuwa anaishi Lauren. Ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa kwa Owen kuishi Uswahilini, kwenye nyumba ambazo zimechakaa na kuchoka kuanzia nje mpaka ndani. Chumba cha Lauren bado kilikuwa hakijatimia kabisa, kwani kulikuwa na vyombo vichache sana, godoro lilotandikwa chini kwa kuwa hakukuwa na kitanda. Ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa kwa Owen kuishi maisha aliyokuwa anayaonaga kwenye televisheni na kuyasoma kwenye vitabu. Owen alishazoea kiyoyozi nyumbani kwao, lakini kwa mara ya kwanza alijikuta analala kwenye chumba chenye joto kali. Licha ya kwamba chumba kilikuwa na umeme, lakini hakukuwa na feni ndani, hivyo ilikuwa vigumu sana kwao kuepuka joto. Lauren alishazoea vyema yale maisha, hivyo alijikuta tu
anamhurumia Owen kwa taabu alizokuwa anazipata pale chumbani. Muda wote mtoto wa kike alikuwa anamuomba msamaha Owen kwa kuwa yeye ndo alikuwa chanzo cha mwanaume yule kupitia yale mateso. Mai wangu, naomba nisamehe mimi. Nisamehe sana kwa kufanya uje kuishi maisha haya. Najua haya sio maisha unayostahili kuishi baba. Mateso yote unayapitia kwa sasa ni kwa ajili yangu mimi tu. Nisamehe babangu. Lauren, naomba usidiriki kuzungumza tena hayo maneno. Nilipokuambia nakupenda na nipo tayari kuishi na wewe kwenye maisha yote, nilikuwa namaanisha hata porini naweza kuishi mradi tu uwe pembeni yangu. Haya maisha nimechagua mwenyewe nikiwa na akili zangu timamu kupitia upendo wangu kwako. Naomba usijipe mzigo wa lawama usiostahili kubeba. Mimi na wewe hakuna anayestahili kulaumiwa kwa kuwa njia tuliyoichagua ni sahihi. Ni sawa baba, lakini mwenzako najikuta tu na kuhurumia. Haya maisha kuyazoea kabisa. Lauren, kumbuka kwamba haya maisha ambayo Mungu amewaambia wanadamu, na mimi pia ni miongoni mwa hao wanadamu. Kwa sasa tunachotakiwa kukifanya ni kukubali uhalisia wa maisha tulionayo, kisha tupange mikakati ya kuyaboresha. Haya ni maisha ya mpito tu Lauren. Tukipambana tutafika kule kule juu walipokuwa wao. Kwanza kabisa tunatakiwa tuishi kwa imani moja ya upendo Lauren. Kuanzia muda huu tunatakiwa kuishi kama mume na mke na tuanze kutengeneza maisha kwa pamoja. Mkakati wangu wa kwanza kwako ni kukutafutia chuo ili ukatimize ndoto zako za kuwa daktari. Utaanzia ngazi ya diploma kwa kutumia yale matokeo yako ya kidato cha 4. Baada hapo utaendelea na ngazi ambazo zinafuata mpaka ufikie kule unapostahili kufika. Nina imani kwa kichwa chako Lauren wangu. Najua kabisa huwezi kuchezea hii nafasi. Hii ndio njia pekee ya kutengeneza hadhi kubwa kama wale wanaokudharau. Kesho na kuachia simu yangu, utaingia mtandaoni kutafuta chuo kizuri kinachotoa kozi za afya kwa ngazi ya diploma. Nikishapokea mshahara wangu mwisho wa mwezi, nitakulipia ada ya chuo. Maimi, asante sana kwa kukumbuka na kufufua ndoto zangu mimi. Na kuahidi tu mume wangu, nitasoma kwa bidii mpaka kufikia malengo yangu. Hiyo nafasi kamwe sitochezea baba. Hayo yalikuwa mazungumzo kati ya Owen na Lauren katika usiku wao wa kwanza kabisa kuishi kama mume na mke. Asubuhi ilipofika, Owen alijiandaa kwenda kazini. Kabla hajatoka, alimwachia Lauren kadi yake ya bank na kumtaka atoe kiasi chote cha pesa kilichokuwa kimebaki, kisha anunue kitanda, feni na baadhi ya vyombo vya ndani. Pesa itakayobaki watumie kama akiba. Baada hapo, Owen alimwaga Lauren kwa kumbusu kwenye paji la uso, kisha akaondoka. Kwa hakika ndani ya siku zile 2 kila kitu kilikuwa kigeni kwa Owen. Kwa mara ya kwanza kabisa mtaalamu alijikuta anapanda daladala kwenda kazini na alikuwa hajui hata nauli ni shilingi ngapi kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine. Baada ya mwendo dakika kadhaa alifanikiwa kufika kazini, japo alichelewa kidogo kutokana na foleni. Alipofika tu kazini, alikwenda kwa secretary kusaini kama ilivyokuwa desturi yao siku zote. Alipofika kwa secretary, alivuta daftari ile saini, lakini alizuiliwa. Mr. Owen, bosi amesema ukifika tu nenda ofisini kwake kabla hujasaini. Secretary alimwambia Owen kauli hiyo. Kauli ya secretary ilimshtua na kumshangaza Owen, kwani hakukuwa na mahusiano kati ya kusaini na wito wa bosi. Mtaalamu alianza kuhisi hali ya hatari. Bosi gani anayenihitaji? Owen alimuuliza secretary. Madam J ndo anakuhitaji, secretary alimjibu Owen huku akimtazama kwa nyodo na dharau. Owen alishangaa sana kuona anahitajika kwenye ofisi ya meneja mwajiri. Huyo Madam J mwenyewe ndo Diana, na hilo ndo lilikuwa jina alilokuwa analitumia pale kazini, kwa kuwa baba yake alikuwa anaitwa Mr. J Kelvin. Owen aliamua kwenda moja kwa moja kwenye ofisi ya meneja mwajiri kuitikia wito. Alipofika alimkuta Diana amekasirika kuliko kawaida yake. Owen alimsalimia Diana, lakini salamu yake haikuitikiwa. Mtaalamu hakuona sababu ya kulazimisha salamu. Alichokifanya ni kwenda kwenye pointi kuu iliyompeleka pale. Bosi, nimeambiwa na secretary
nije kukuona kabla sijasaini. Nimekuja kuitikia wito wako madam. Owen alizungumza kauli hiyo kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Shika hii barua, soma utaelewa. Diana alizungumza kauli hiyo huku akimpatia Owen karatasi fulani. Owen alipokea ile karatasi kisha akaanza kuisoma taratibu kabisa, huku kijasho chembamba kikianza kumtoka kwenye paji la uso. Barua ile ilikuwa na dhumuni la kuvunja rasmi mahusiano yaliyopo kati ya Owen na ile kampuni. Kiufupi ni kwamba Owen alipewa barua ya kuachishwa kazi. Bosi, nimeshamaliza kusoma na nimeelewa dhumuni la barua, lakini sasa bado sijaona sababu iliyofanya nifukuzwe kazi. Hivi kosa langu ni lipi hasa bosi? Owen, nina mambo mengi ya kufanya muda huu, hivyo nenda kakabidhi ofisi kwa mfanyakazi atakayekaimu nafasi yako. Diana, kwa hiyo hii yote ni kwa sababu ya Lauren? Owen alimuuliza Diana. Owen, nimesema sina muda wa kujibu maswali yako. Naomba uondoke kabla sijakuitia walinzi hapa. Maana unaniletea fujo ofisini kwangu. Wewe unajifanyaga gentleman? Nenda sasa huko mtaani ukapambane na maisha kwa ajili ya kikahaba chako. Diana aliongea kwa hasira kali. Mimi nitaondoka Diana, lakini naomba tu unijibu swali langu moja tu. Hivi umeamua kunifanyia hivi kwa shinikizo la wazazi wangu au ni maamuzi yako mwenyewe? Owen alimuuliza Diana kwa upole kabisa. Unataka nikujibu sio? Okay. Haya ni maamuzi yangu binafsi kukufukuza kazi. Nenda sasa ukaoneshe ukidume wako huko mtaani. Nenda kachukue vyeti vyako ukaanze kuhangaika navyo kwenye ofisi za watu. Si unahisi maisha ni rahisi? Ndio maana umejikabidhi mzigo usiokuwa na ulazima. Haya sasa kampambanie mkeo. Diana, kumbe hata wewe unanichukia kiasi hiko? Hivi ni kitu gani kibaya nilichowahi kukufanyia Diana? Hebu niambie Diana, ni kitu gani kibaya nilichowahi kukifanya kwako kuanzia kipindi tulichokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi mpaka kufika kwenye ushemeji? Hivi Diana, umesahau kabisa ule upendo uliokuwa na kuonesha kwako? Umesahau kabisa zile siku nilizokuwa na kufanya ufurahi? Umesahau kabisa zile siku nilizokuwa nakosa vipindi darasani kwa ajili ya kukuuguza ulipokuwa mgonjwa? Licha ya kukupenda, mbona nilikuwa na huruma na wewe Diana? Mbona huna huruma na mimi Diana? Hivi kwa nini hutaki mimi nifurahi? Diana, uliniacha katika kipindi ambacho ulijua kabisa bado nakuhitaji, lakini hukujali kuhusu machozi yangu, yale maumivu ulionipaga. Unaona hayatoshi? Kwa hiyo unaamua kupiga kampeni za kuniharibia furaha nilionayo kwa sasa. Kwa nini unafanya hivyo Diana? Mbona mimi sikukuacha, ila ni wewe mwenyewe ndio uliamua kuondoka na kwenda kuolewa? Wivu unatoka wapi wakati tayari una ndoa yako? Anyways, kama shida na matatizo yangu yanakupa furaha, basi ongeza juhudi kwenye kampeni zako za kuniharibia. Naomba tu nikushukuru kwa kipindi chote tulichofanya kazi pamoja kwenye kampuni hii. Nawatakia kila laheri katika utendaji kazi na uzalishaji wa huduma bora katika nchi. Owen alizungumza kauli hiyo kisha akaanza kupiga hatua kuondoka kwenye ofisi ya Diana. Maneno ya Owen yalimgusa sana Diana mpaka akahisi maumivu ndani ya moyo. Alijikuta tu anakumbuka yale maisha waliokuwa wanaishi kule Marekani walipokuwa masomoni. Alikumbuka upendo wa dhati wa Owen kwenye zile siku alizokuwa anaumwa. Mtoto wa kike alikuwa anadekezwa kwa kulishwa chakula na kunyweshwa mpaka uji. Ni kweli kabisa, licha ya upendo, lakini pia Owen alikuwa anamhurumia sana kila alipokuwa anapitia vipindi vigumu, hasa vipindi vya homa. Diana alijikuta anasutwa na nafsi yake mwenyewe kwa kumtakia mabaya mtu ambaye alikuwa anaumia kwa ajili yake katika nyakati ngumu alizokuwa anapitia. Owen baba, hata mimi naumia sana kuona na kuchukia jamani. Hizi chuki nashindwa kuzuia kila ninapokumbuka kwamba unapambana kwa ajili ya kumfurahisha mwanamke mwingine. Kiukweli kabisa, sijui kwa nini napata wivu kwako wakati tayari nimeshaolewa na mbaya zaidi aliyeniona kaka yako. Diana alijisemea moyoni kauli hiyo huku akimsindikiza Owen kwa macho. Owen alianza rasmi safari ya kurudi kwa mke wake Lauren,
huku akiwa amepoteza ile kazi iliyokuwa inampa nguvu na matumaini ya kuendesha maisha na kutaka kumpeleka shule Lauren. Wahenga wanasema wakati sahihi wa kujua upendo halisi wa mume ni pale tu mke anapokuwa mgonjwa, na wakati sahihi wa kujua upendo halisi wa mke ni pale tu mume anapopoteza kazi. Owen alirudi kwenye chumba alichokuwa anaishi na kumkuta Lauren anaosha vyombo. Kwa hakika Lauren alishtuka sana baada ya kumwona Owen. Amerudi asubuhi ile tena akiwa mnyonge kuliko kawaida. Tayari alishajua kulikuwa na shida, tena shida kubwa sana kwa mwanaume wake. Owen hakuzungumza kitu, badala yake aliingia chumbani, yani chumbani kwao moja kwa moja. Ilibidi mtoto wa kike aache shughuli ya kuosha vyombo kisha akamfuata baba watoto ndani ili ajue kipi kinamsibu. Owen, mume wangu, mbona umerudi mapema na umekuwa mnyonge hivyo? Nini shida baba? Lauren alimuuliza Owen kwa unyenyekevu huku akimpapasa begani. Owen aliwaza namna ya kumjibu Lauren ili mradi tu asivunjike moyo na kuumizwa na ile taarifa. Unajua nini waifu? Kule kazini hali si shwari. Kivipi tena baba? Yaani ni kwamba mimi hapa kule kazini nimefukuzwa kazi. Lakini usijali, nitatafuta kazi nyingine, maana mimi ni mtoto wa mjini na nina connection nyingi za kazi. Pole sana baba. Hili swala nilishaliona kabla hata hujatoka kwenda kazini. Nilishajua hili linaweza kutokea kwako. Na hiyo yote ni kwa sababu yangu mimi. Lakini nakuomba sana baba, haijalishi tutapitia changamoto kiasi gani, lakini naomba usinichukie mimi. Hii ni mipango tu ya watu kwa ajili ya kututenganisha sisi. Owen, naomba usiniache tafadhali. Kwani nakupenda sana mwenzako. Nipo tayari kuishi na wewe kwenye mazingira yote yale baba. Lauren aliongea kauli hiyo huku akitoka na machozi. Lauren, mke wangu, sio kila unachokipoteza ni hasara. Je, unakumbuka hiyo kauli? Owen alimuuliza Lauren. Ndio baba, naikumbuka vizuri kwa sababu mimi ndo nilikwambiaga hiyo kauli. Basi tuweke imani zetu kwenye hiyo kauli mama. Mimi na imani nimepoteza kazi, lakini sijapata hasara kwa sababu kuna kitu kikubwa zaidi Mungu ameniandalia. Wao wanahisi amenikomoa kwa kunifukuza kazi, lakini wamesahau kwamba bado nina taaluma na ujuzi tena mkubwa wa kufanya kazi sehemu yote ile. Naomba tuwe na subira tu mke wangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Nitapata kazi na yale malengo ya kupeleka chuo yatatimia. Sawa baba, nimekuelewa mimi. Kamwe tusiumbishwe na vitendo vya wanadamu, kwani kwenye hii dunia mkubwa ni Mungu tu. Hivyo hili swala tulikabidhi mikononi mwake. Kila siku nitasali na kukuombea mume wangu ili upate kile unachostahili. Hizi changamoto za wanadamu ni kama ngazi tu kuelekea kilele cha mafanikio. Siku zote ili ing'ae, basi ni lazima giza litande. Nina imani kabisa Mungu wetu ni mwema na atakuwa pamoja nasi baba. Hayo yalikuwa mazungumzo kati ya Owen na Lauren kuhusiana na sakata la Owen kufukuzwa kazi. Hivyo ndivyo Lauren alivyolipokea lile swala. Akiwa kama baba mpya wa familia, Owen hakutaka tena kupoteza muda. Siku ile aliandaa vyeti vyake vya taaluma pamoja na CV zake kwa ajili ya kuanza mchakato wa kutafuta ajira. Alianza kutuma maombi kwenye tovuti mbalimbali za ajira mtandaoni. Alituma maombi ya kazi kwenye taasisi nyingi huku akiamini angepata nafasi kwenye moja kati ya hizo taasisi. Lakini pia hakuishia hapo tu. Siku iliyofuata aliondoka asubuhi na mapema akiwa na bahasha yenye vyeti vyake na kuingia kwenye makampuni mbalimbali kwa ajili ya kuomba kazi. Ilibidi afanye hivyo kwani aliamini fursa hazimfuati mtu nyumbani, badala yake zinatafutwa. Siku nzima mtaalamu alitembea kwa miguu huku akiingia kwenye makampuni mbalimbali ya kazi kujaribu bahati yake. Lakini sasa kila alipokwenda alikosa nafasi. Waajiri walimwambia hakukuwa na nafasi za kazi, na wengine walimpa matumaini kwamba kama kampuni itahitaji wafanyakazi hapo baadaye basi atapigiwa simu. Owen hakukata tamaa kabisa, kwani alitumia takriban mwezi mmoja kutafuta ajira, lakini hakufanikiwa kabisa kuipata.
Alituma barua kwenye kampuni mbalimbali, lakini barua zake hazikujibiwa. Ilifika hatua alikosa mpaka nafasi za kufanya kazi wa kujitolea. Siku moja katika pitapita zake maofisini, alikutana na mwajiri ambaye alimpa matumaini kidogo. Alimsifia Owen kwa kuwa na vyeti vizuri vya taaluma, hivyo akamtaka siku inayofuata aende kwenye ile kampuni kwa ajili ya kumfanyia interview, na kama angefaulu basi angeajiriwa kabisa. Yule mwajiri alikuwa ni mwanamama mtu mzima mwenye makamo yanayolingana na mama yake Owen. Kwa mara ya kwanza kabisa Owen alijikuta na furahi na kupata matumaini, kwani alikuwa anajiamini asingeweza kufeli kwenye interview. Taarifa ile Owen alimfikishia Lauren, na Lauren alionekana kupata matumaini kwa kiasi fulani. Mtoto wa kike alimwombea sana Owen afanikiwe katika ile interview na apate kazi. Kulikuwa na kila sababu ya kumwombea Owen apate kazi, maana tayari hali ya maisha ilishaanza kuwa mbaya pale ndani. Mume hakuwa na kazi na mke alisitishwa kwa muda kufanya ile biashara ya kuuza samaki mtaani. Siku iliyofuata Owen aliamka mapema kwa ajili ya kwenda kwenye interview kama alivyokuwa ameambiwa. Lauren alimwandaa mume wake na kumtakia kila laheri katika interview yake. Wote kwa pamoja walikuwa na imani kila kitu kingekuwa sawa siku hiyo. Owen aliondoka na kuwasili kwenye ile kampuni ndani ya muda maalumu uliopangwa. Alipofika tu aliingia moja kwa moja kwenye ofisi ya meneja mwajiri. Meneja mwajiri alipomwona tu Owen alimkaribisha huku akitabasamu. Owen alikaa kwenye kiti kisha akamsalimia yule mwanamke kwa kumwamkia kwa umri wake ulikuwa mkubwa. Cha ajabu ni kwamba yule mama hakutaka shikamoo ya Owen. Owen alishangaa kidogo, lakini hakutaka kulijadili hilo kwa kuwa sicho kilichompeleka. Sasa kijana wangu, nilipitia vyema CV zako na nimeona zipo vizuri sana, lakini pia nataka kukuambia kwamba kampuni yetu ina nafasi moja tu. Mpaka sasa tumepokea maombi kutoka kwa watu takriban 50 ukiwepo wewe. Kati ya hao watu 50 kuna watu wengi sana wana CV na GPA makubwa kukuzidi wewe, lakini sasa hii nafasi nataka nikupe wewe kwa upendeleo, tena bila kukufanyia interview. Nimekuchagua wewe kwa sababu kuna kitu kimoja tu nimekipenda kutoka kwako. Mwajiri alizungumza kauli hiyo na kumfanya Owen ashtuke kidogo. Madam, ni kitu gani hiko umekipenda kutoka kwangu? Owen alimuuliza yule meneja mwajiri. Meneja mwajiri aliinuka kwenye kiti chake na kumsogelea Owen kwenye kiti alichokuwa amekaa. Alipomfikia akaanza kumzunguka kisha akamshika shavuni na kuteremsha mkono mpaka kidevoni. Unajua nini Owen? Wewe ni gentleman na handsome boy kweli kweli. Tangu jana nilipokuona nimejikuta na kupenda wewe mtoto. Nataka uwe boy wangu, unipe raha mimi. Endapo utakubali kuwa boy wangu, basi nitakupa nafasi ya kazi na nitakuwa tayari kufanya chochote kile utakachokitaka kwa pesa zangu mwenyewe. Yule meneja alizungumza kauli hiyo huku akiendelea kumchezea kidevu Owen. Owen alibaki ameganda kwa mshangao mkubwa huku akiwa haamini kile alichokuwa anakisikia. Kwa umri na wadhifa yule meneja hakutakiwa kabisa kujidhalilisha kwa kijana mwenye makamu ya wanae aliowacha nyumbani kwake. Owen aliwaza na kuwazua juu ya ile tukio lilokuwa linaendelea pale ofisini. Aliwaza ni maamuzi gani yangekuwa sahihi juu ya kauli ya yule meneja. Kiukweli kabisa kazi alikuwa anaitaka, kwani tayari hali ya maisha ilishakuwa mbaya kwake yeye na mkewe Lauren. Lakini sasa kumkubali yule mama ilikuwa ni sawa na kumsaliti Lauren, kuvunja heshima kwa kina mama wote duniani pamoja na kujitafutia matatizo ya kiafya. Wakati Owen anaendelea kuwaza, yule meneja alinamisha kichwa chake chini taratibu kabisa na kuanza kumpelekea mdomo Owen ili ampigie busu. Owen aliganda huku akimtizama yule mama ambaye tayari alishazikaribia lipsi zake ili apate denda. Kabla yule meneja hajazigusa lipsi za Owen, Owen alikopesha mdomo wake na kugeuza shingo. Pale pale Owen aliinuka kwa hasira kwenye kiti. Kwa hiyo hutaki kazi sio? Meneja alimuuliza Owen kwa hasira. Kazi nataka, lakini sipo tayari kudate na wewe madam. Wewe ni sana mamangu kiumri, hivyo sipo tayari kufanya hiko ambacho nakitaka wewe.
Owen alimjibu yule meneja. Naona una nyota au maskini sana kijana wangu. Yaani mimi nakupa kazi na utamu kama kifungashio, lakini wewe hutaki. Kwa hiyo unataka nikusaidiaje sasa? Hivi unadhani kazi inapatikana kiurahisi rahisi sana eh? Okay, rudi nyumbani kwenu ukanyonye mtoto mzuri. Hii nafasi wataichukua vijana wenzako wanaojua kula mishangazi. Meneja aliongea kauli hiyo kwa dharau. Owen hakuona sababu ya kuendelea kubaki pale ofisini. Aliamua kuondoka bila kuzungumza neno lolote. Tukio lile lilimfanya Owen awaze njia nzima. Sasa Owen ndo aligundua kwa nini nchi imekuwa na changamoto kubwa kwenye sekta mbalimbali za uzalishaji wa huduma kwa jamii. Kumbe changamoto zinatokana na ukosefu wa watu sahihi kwenye hizo sekta. Viongozi wa taasisi wanawaajiri watu kwa kuangalia undugu, ujamaa na rushwa. Rushwa ya ngono imekuwa ikitumika sana kama nyenzo ya kujipatia ajira. Uzuri, urembo na shepo ni vitu vinavyotumika kumpa mtu ajira kuliko hata ujuzi na taaluma yake alosomea kwa miaka mingi. Mwisho wa siku, taasisi zinawaacha watu sahihi wenye uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi. Hivyo uzalishaji wa huduma bora kwenye jamii unakuwa changamoto. Hii ni kwa sababu taasisi zinakuwa zimeajiri wataalamu wasiokuwa na vigezo, yani non-qualified experts. Ubongo wa Owen ulifunguka na kujua sababu ya wasomi wengi kulalamika kukosa ajira licha ya kuwa na CV pamoja na GPA za juu kwenye vyeti vyao vya taaluma. Kwa mara ya pili tena Owen alirudi kwao kinyonge sana baada ya kushindwa masharti ya interview. Hakumficha jambo lolote Lauren, hivyo alimueleza kila kitu ambacho kilitokea kule alipokwenda. Lauren alimfariji Owen na kumtaka asikate tamaa wala kuvunjika moyo, ipo siku angepata tu kazi anayostahili. Kwa wakati ule ilibidi sasa Owen ajaribu kuangalia fursa zingine tofauti na zile za kwenye makampuni. Mwanaume aliamua kufungia kabatini vyeti vyake vya taaluma na kuamua kuingia mtaani kutafuta riziki kwa kutumia nguvu alizonazo. Alijua kabisa kama ataendelea kuhangaika na kazi za kwenye makampuni basi maisha yangemwendea kombo. Baada kufikia muda ule hali ilishaanza kuwa tete upande wao. Huo mchango wa umeme tu ulishaanza kuwa changamoto upande wao. Tayari walishaanza kugombana na wapangaji wenzao kwa kushindwa kununua umeme kwa wakati. Sio siri, maisha ya Owen na Lauren yalikuwa magumu kiasi kwamba hata baadhi ya wapangaji walikuwa wanaonea huruma na wengine wanawacheka kabisa. Ni vile tu hawakujua Owen ametoka kwenye familia aina gani, ila laiti kama angejua basi wasingemcheka. Ni rasmi sasa Owen alianza kuzurula kwenye machimbo ya kazi ili aweze kufanya kazi yote ili mradi tu apate pesa ya kujikimu na maisha. Takriban siku 3 alizurula bila kupata dili lolote la pesa. Lauren alimwomba Owen amruhusu tena kurudi kwenye biashara yake ya kuuza samaki mtaani ili wapate chochote cha kusukuma familia. Ilibidi tu Owen akubali kumruhusu Lauren afanye ile biashara. Kulikuwa na kiasi kidogo cha pesa kilichokuwa kimebaki kwenye akiba yao, hivyo Lauren alikitumia kama mtaji. Kila siku asubuhi alikuwa anakwenda baharini kununua samaki kwa wavuvi na kurudi nao mtaani kuwauza. Owen yeye bado hakukata tamaa kwenda mtaani kutafuta madili ya pesa. Baada ya kusota kwa siku kadhaa, hatimaye alipata chimbo la kazi. Alipata kazi ya kuosha magari bwana, kwenye eneo moja maarufu kwa ajili ya shughuli hiyo. Mwanaume alianza kufanya kazi hapo kwa kushirikiana na wenzake aliowakuta na kumkaribisha. Owen alifanya kazi bila kujali hadhi ya maisha aliyokuwa nayo hapo awali wala elimu yake. Hakumwambia mtu yeyote kuwa yeye ni mtoto wa kiongozi fulani wa siasa, wala hakutaja elimu yake. Kwa mara ya kwanza kabisa, msomi wa shahada ya uzamili, yani master's degree, na mtoto wa kiongozi mkubwa serikalini aliajiriwa kuosha magari ya watu. Owen aliishi vizuri na vijana wenzake pale kijiweni, na taratibu kabisa alianza kuyazoea yale maisha. Licha ya kwamba malipo yalikuwa madogo, lakini afueni ilipatikana kidogo kwa kuwa riziki ilikuwa inapatikana. Haba ya Owen na haba ya Lauren ilijaza kibaba cha familia. Kiukweli kabisa Owen na Lauren waliridhika na maisha yao, na kadri siku zilivyozidi kusonga ndivyo walivyozidi kupendana. Lakini sasa changamoto mpya iliibuka tena katikati ya furaha yao.
Lauren alianza kuugua na kupelekea kushindwa kwenda kwenye biashara yake. Ilibidi sasa Owen awajibike kufanya shughuli zote za ndani, kumuuguza mwanamke wake na kwenda kibaruani kutafuta riziki. Kila siku Owen alikuwa anaamka mapema na kumwandalia mgonjwa wake chakula, kisha akawa anakwenda kijiweni kwake kuosha magari ili familia isikose tonge. Siku moja Owen akiwa kwenye kijiwe chake cha kazi, ilikuja gari moja la kifahari kwa ajili ya kuoshwa. Owen alisogelea ile gari kwa ajili ya kuliosha. Alichukua vifaa vya kazi ili aanze kuosha ile gari, lakini ghafla aliganda kama barafu. Aliganda punde tu kioo cha gari kilipofunguliwa. Ilikuwa ni uso kwa uso kati ya Owen na Robson na Diana. Ndani ya lile gari kulikuwa na Robson na Diana. Owen aliwasalimia, lakini salamu yake haikuitikiwa, badala yake walimshangaa tu. Owen hakutaka kuwajadili sana, badala yake alifanya kazi yake ya kuosha ile gari, huku akijisikia aibu kwa kiasi fulani kwa namna Owen alipokuwa amebadilika. Diana alijikuta anaumia na kujiona mkosaji kwa kitendo cha kumfukuza kazi Owen. Alijikuta tu anapata maumivu ya tumbo baada ya kumwona Owen akiwa katika hali ile. Na wakati huo tumbo la Diana lilishaanza kuwa kubwa, kwani tayari miezi kadhaa ilishapita tangu alipopata ujauzito. Kwa hakika Owen alichakaa na kupauka kweli kweli. Alibaki tu anaonekana ni handsome kwa mbali, lakini ule utanashati wote ulishapotea. Diana alikosa ujasiri wa kuendelea kumtizama Owen. Ila Robson aliendelea kumtizama mdogo wake akiwa anaoshia gari. Baada ya dakika kadhaa Owen alimaliza kazi yake. Alisogea dirishani kudai malipo kwa kazi yake. Robson alimtizama Diana na kumwambia amlipe pesa Owen. Diana alitoa noti 3 za shilingi 10,000 kisha akampatia Owen. Owen alipokea kisha akaichukua noti moja, akaiweka mfukoni, halafu zile 2 akarudishia na kuambia ile noti moja ndio halali kwa jasho aloitumia. Hakutaka huruma wala msaada wa mtu. Owen alitoka na kuacha wapenda nao wakimtizama. Robson hakuongea kitu, badala yake aliosha gari na kuondoka huku akiwa na hasira. Tangu dakika zile Owen alijikuta anakosa amani ndani ya moyo wake. Alijua kabisa kitendo cha Robson na Diana kugundua mahala anapofanya kazi ni hatari sana kwa upande wake. Alihisi kuna jambo baya litatokea upande wake. Ni kweli kabisa, vile alivyohisi ndivyo ilivyokuwa. Maana siku iliyofuata wakati anafika tu kwenye kijiwe chake, kuna gari nalo lilikuwa linatoka. Alipoliangalia vizuri lile gari, alilijua vyema sana. Lilikuwa gari alilokuwa anaitumia yeye kabla hajahama kwa wazazi wake. Owen alitupa macho kwenye kioo cha dirisha, akaona kipara cha baba yake. Wakati huo kioo cha gari kilikuwa kinamalizika kufungwa. Hapo sasa Owen akajua mambo yashakuwa viji mambo. Alisogea kule walipokuwa wenzake, na alipowafikia tu aliambiwa kuanzia muda ule hatakiwi tena kuonekana pale kijiweni. Alipojaribu kuuliza sababu ya msingi ya kufukuzwa pale kijiweni hakujibiwa. Bosi alimwambia tu Owen aondoke na hataki kuonekana tena. Kwa hakika kilikuwa kipindi kigumu sana kwa Owen, kwani ile ndio ilikuwa ofisi iliyokuwa inampa pesa kujikimu yeye na mke wake. Owen alijua kabisa hakuna neno analoweza kuongea na kueleweka, kwa kuwa tayari wazazi wake walishatia mkono kwenye ile ofisi ili kuhakikisha anafeli kila sehemu. Owen aliona ni bora tu aondoke, lakini kabla hajaondoka aliamua kuwashukuru wenyeji wake. Marafiki zangu, mimi nashukuru sana kwa wema na upendo wenu mlionionyesha tangu siku ya kwanza mliponipokea na mpaka kufikia leo hii. Kiukweli kabisa sina cha kuwalaumu marafiki zangu, kwa sababu najua hata nyie hamjafurahia mimi kuondoka. Nyie sio watu mlionifukuza mimi, ila kuna mtu nyuma ya hili. Huu ni mwendelezo tu wa vita ambazo nilizipigana tangu huko nyuma. Anyways, nawaambia tu kila laheri katika majukumu yenu marafiki zangu. Ni wakati mwingine kwangu kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. Owen alizungumza maneno hayo kwa huzuni kubwa moyoni. Wale wenzake walijikuta wanahuzunishwa sana na maneno ya Owen, kwa kuwa walikuwa wanajua na vyema hali zao. Walijua kabisa mwenzao anakwenda kukutana na msoto mwingine kwenye maisha, kwa kuwa jiji lilikuwa gumu sana kwa mtu asiyekuwa na ajira. Owen aliondoka pale kijiweni na kuanza rasmi safari ya kurudi nyumbani kwao.
Hakupanda gari bali alitembea kwa mguu huku akitafakari hatima ya maisha yake na Laurini. Hakujua afanye nini ili azishinde zile changamoto. Tayari nyumbani alishamwacha Laurini akiwa mgonjwa, na yeye ndo alikuwa anatumainiwa kupeleka tonge kwa mtoto wa kike. Kwa wakati ule hakuwa na pesa ya chakula, na isitoshe kulikuwa na dawa alitakiwa kazinunue kwa ajili ya Laurini. Owen alijikuta anapata stressi akiwa pembezoni mwa barabara anatembea. Wakati anaendelea kuanza, ghafla kuna pikipiki ilitokea mbele yake. Owen alisogea pembezoni kabisa mwa barabara ili kumkwepa yule dereva, lakini walimfuata huko huko. Dereva alionekana kudhamiria kumgonga na kumvunja kabisa mguu. Ile fumba na kufumbua macho, Owen alijikuta mtaroni, kwani tayari alishapitiwa na tairi la pikipiki mguuni kwake. Jamani, hii ilikuwa ni sehemu ya 6 ya simulizi yetu hii ya My Valentine, ama unaweza kuita kipenzi changu. Mambo yamekuwa ni mambo kweli kweli, yaani changamoto juu ya changamoto, shida juu ya shida. Vipenzi vyangu, tukutane hapo kesho kwa ajili ya kujua je, nini hatima ya maisha ya kijana Owen na binti Laurini. Kijana kasagongwa na pikipiki huko, lakini kule binti nyumbani anaumwa. Yaani basi niseme asante kwa kuchagua Light Simulizi. Asante kwa kumchagua binti Trishi. Love you so much.